Binadamu huzaliwa wakiwa na alama mbalimbali katika viganja vya mikono yao. Tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha alama mbalimbali ambazo zipo katika viganja vya mikono yetu zinaweza kueleza kuhusu sifa, tabia na hatima zetu. Hivyo, mwanadamu ambaye anajua kusoma alama za viganja vya mikono, atakapoona kiganja chako cha mkono, anaweza kuelewa kila kitu kuhusiana na wewe. Ndani ya video hii nitakwenda kukuambia siri ambazo hauzijui kuhusu binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama ya herufi X kwenye viganja vya mikono yao. Kama nawe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni siri ambazo hauzijui kuhusu binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama ya herufi X katika viganja vya mikono yao. Namba 1 ni binadamu wenye akili ya kipekee iliyojaa ubunifu wa hali ya juu. Tafiti mbalimbali za kisaikolojia zimekuwa zikibaini asilimia kubwa ya akili za wanadamu zinalingana na hata mitazamo yao inafanana, na ndio maana hata ukijaribu kupima mafanikio katika maisha ya wanadamu wengi, utagundua mafanikio ya wanadamu wengi yapo katika viwango ambavyo vinafanana. Lakini siri ambayo unatakiwa kuijua na kuiweka akilini, binadamu wanaoweza kufikiria zaidi ya binadamu wa kawaida. Hawa ni binadamu wanaoweza kuwa na maendeleo makubwa kuliko binadamu wengine, lakini pia kwa sababu binadamu hawa wanafikiria kwa kina zaidi ya binadamu wengine, wakati watu wengine wanafanya vitu katika hali ya kawaida, wao wanaweza wakawa na ubunifu wa hali ya juu katika vitu vingi ambavyo wanavifanya. Tafiti mbalimbali za kisaikolojia zimekuwa zikionyesha asilimia kubwa ya binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama ya herufi X katika viganja vya mikono yao, hawa ni binadamu wenye akili ya kipekee kuliko binadamu wengine, na asilimia kubwa ya vitu ambavyo wanavifanya katika maisha yao huwa vinakuwa na ubunifu wa kipekee, ambapo ni nadra kwa binadamu wengine kufikiria ubunifu ambao binadamu wa kundi hili wameufanya katika maisha yao. Na sababu mojawapo ambayo hupelekea binadamu wa kundi hili wawe na mafanikio kuliko binadamu wengine ni kwa sababu ya ubunifu ambao wanao katika maisha yao. Namba 2 ni binadamu wenye bahati katika maisha yao. Miongoni mwa tafiti ambazo zimekuwa zikifanyika kuhusiana na binadamu waliozaliwa wakiwa na alama X katika viganja vyao vya mikono, imebaini kuwa pamoja na kuwa kila mwanadamu anaweza kuwa na bahati yake katika maisha, lakini kuna baadhi ya makundi ya wanadamu ambao mara nyingi huandamwa na bahati njema kuliko wanadamu wengine. Ndiyo maana katika ulimwengu wetu wapo baadhi ya binadamu ambao hutokewa na bahati mbaya kuliko watu wengine, lakini wapo watu wengine ambao hutokewa na bahati njema kuliko watu wengine. Tafiti hizi zinaonyesha kuwa asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili ni watu ambao huandamwa na bahati njema kuliko makundi mengine ya wanadamu, na ndiyo maana asilimia kubwa ya vitu ambavyo wanavigusa vinafanikiwa kuliko vitu hivyo vinapoguswa na makundi mengine ya wanadamu. Hivyo, binadamu wa kundi hili, moja kati ya sababu ambayo hupelekea wafanikiwe katika maisha yao kuliko watu wengine ni kwa sababu wana bahati katika maisha yao kuliko binadamu wengine. Namba 3 ni binadamu wenye mvuto wa kipekee kuliko makundi mengine ya wanadamu. Pamoja na kuwa mwanadamu anaweza akawa na mvuto hata asipokuwa na alama ya herufi X kwenye kiganja chake cha mkono, lakini tafiti mbalimbali zimekuwa zikibainisha asilimia kubwa ya wanadamu waliozaliwa wakiwa na alama ya herufi X kwenye viganja vyao vya mikono, hawa ni binadamu ambao wanavutia na mvuto wao huwa ni wa kipekee kuliko binadamu wengine, yani magnetic personality. Hawa ni watu ambao mara nyingi kila sehemu ambayo wanakuwa watu hupenda kuwatazama, lakini watu hupenda kukaa karibu nao, kwani ni binadamu ambao wanawavutia watu kuliko makundi mengine ya binadamu. Kama wewe ni moja kati ya binadamu ambao wana sifa hii,
Usishangae kila unapopita watu kugeuza shingo zao na kukutazama. Usishangae ni kwa nini asilimia kubwa ya binadamu wanapenda kukaa karibu yako. Ni kwa sababu wewe ni moja kati ya binadamu wenye mvuto wa kipekee kuliko wanadamu wengine. Namba 4 ni binadamu wenye nguvu ya kiroho kuliko binadamu wengine. Tafiti za kiroho zimekuwa zikionyesha katika dunia ambayo tunaishi mimi na wewe, kuna watu mbalimbali ambao huzaliwa wakiwa na nguvu za kiroho. Haimaanishi binadamu ambao wamezaliwa wakiwa hawana alama ya herufi X hawana nguvu ya kiroho, bali tafiti zimekuwa zikibainisha kuwa asilimia kubwa ya binadamu wenye alama hii kwenye viganja vyao vya mikono ni watu ambao huzaliwa kwa asili ndani yao wakiwa na nguvu za kiroho kuliko binadamu wengine. Na ndio maana binadamu hawa huota ndoto mbalimbali ambazo ni za ukweli, lakini ni wanadamu ambao hupata ishara za ndani juu ya matukio ambayo yatatokea baadaye kuliko watu wa kawaida. Na ndio maana binadamu wa kundi hili, kabla jambo baya halijatokea, wanaweza kuliota ama kusikia sauti ya ndani, jambo ambalo ni nadra kwa wanadamu wasiokuwa na nguvu za kiroho. Namba 5 ni binadamu wenye ujasiri mkubwa kuliko binadamu wengine. Ulimwengu umetawaliwa na binadamu wa aina mbalimbali. Wapo binadamu wenye hofu, lakini wapo binadamu wenye ujasiri ndani yao. Basi tafiti za kisaikolojia zimebaini kuwa asilimia kubwa ya binadamu waliozaliwa wakiwa na alama X kwenye viganja vyao vya mikono, hawa ni wanadamu wasiokuwa na hofu, badala yake wana ujasiri mkubwa katika maisha yao kuliko makundi mengine ya wanadamu. Ni wanadamu ambao hawaogopi changamoto. Changamoto zinapokuja katika maisha yao hukabiliana nazo. Ni watu wanaopenda kupambana mpaka watakapopata ushindi. Hivyo asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili wana mafanikio makubwa katika maisha yao kwa sababu wanayo sifa ambayo ipo katika kanuni za mafanikio. Mwanadamu hauwezi kufanikiwa usipokuwa jasiri. Lazima uwe na ujasiri wa kuthubutu. Uthubutu ambao binadamu wa kundi hili wanao katika maisha yao ni sababu mojawapo ambayo hupelekea wapige hatua kubwa katika maisha yao kuliko makundi mengine ya wanadamu. Kama wewe ni moja kati ya binadamu wa kundi hili alafu una hofu ndani yako, tutakushangaa kwa sababu tafiti za kisaikolojia zimekuthibitisha kuwa wewe ni moja kati ya wanadamu wenye ujasiri mkubwa kuliko binadamu wengine. Namba 6 ni binadamu wenye uwezo wa kuona mbele kuliko binadamu wengine. Ulimwengu una takribani ya binadamu zaidi ya bilioni 6. Katika binadamu ambao wanaishi katika uso wa dunia, kila mwanadamu ana maono yake. Wapo binadamu ambao maono yao hayawezi kufika mbali, hawawezi kutazama mbele, wao wana kawaida ya kutazama maisha ya sasa. Lakini wapo baadhi ya binadamu ambao wanaweza kutazama mbele, na hawa ni watu ambao wanaweza kutabiri matukio ambayo yanaweza kutokea katika siku zijazo kwa sababu wanaweza kutumia hali ya sasa wakaweza kubaini ni kitu gani ambacho kitatokea katika siku zijazo. Basi tafiti mbalimbali zimekuwa zikibainisha asilimia kubwa ya binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama X kwenye viganja vya mikono yao wana intuition, yani wanayo maono makali ya mambo ambayo yatatokea katika siku zijazo. Na mara nyingi watu wenye maono kuliko binadamu wengine huwa ni binadamu wenye mlango wa 6 wa fahamu, yani mlango wa kuweza kuona mambo ya kiroho au mambo ambayo bado hayajatokea, kitu ambacho si rahisi kuwepo kwa kila mwanadamu. Namba 7 ni binadamu waliozaliwa wakiwa na sifa za uongozi ndani yao. Katika dunia yetu, wapo baadhi ya watu ambao kwa asili ni watawala na wapo baadhi ya watu ambao kwa asili ni watawaliwa. Tafiti mbalimbali za kisaikolojia zimekuwa zikionyesha asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili kwa asili wamezaliwa kwa ajili ya kuja kuongoza binadamu wengine, kwani ni wanadamu ambao pamoja na kuwa hawajasomea masomo ya uongozi, lakini ndani yao wana uwezo wa kuwaongoza watu wengine bila kutumia nguvu. Ni watu wanaoaminika kiurahisi kuliko binadamu wengine, na ndio maana katika maeneo mbalimbali ambayo binadamu wa kundi hili wanapokuwa, watu wengi hujikuta wakiwasikiliza na kuyatii maneno yao bila hata kujua hali hiyo inatokana na nini. Ni kwa sababu ndani yao kuna asili ya uongozi. Namba 8 ni binadamu wenye msimamo
kuliko makundi mengine ya wanadamu. Tunapoangazia msimamo wa maisha, tutawagawanya wanadamu katika makundi mawili. Wapo wanadamu wenye msimamo na wapo wanadamu wasiokuwa na msimamo. Mara nyingi wanadamu wasiokuwa na msimamo, mambo yao huenda kulingana na upepo unakoelekea, na ndio maana binadamu wengi wasiokuwa na msimamo huwa ni kama bendera fuata upepo. Chochote ambacho kinatokea huwa wanaona ni sawa. Wapo tayari kubadili misimamo na mawazo yao kwa sababu ya kuwaridhisha watu wengine. Lakini kundi hili la binadamu wenye msimamo, hawa ni watu ambao wanaweza kusimama katika ukweli. Hawapo tayari kubadili mawazo yao kwa sababu ya kuwafurahisha watu wengine, na ndio maana binadamu wengi wenye msimamo wanapopanga kutimiza kitu fulani huwa hawabadilishi misimamo yao mpaka watakapoweza kutimiza kitu hicho. Sasa tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha asilimia kubwa ya binadamu waliozaliwa wakiwa na alama ya herufi X katika viganja vyao vya mikono, hawa ni watu wenye msimamo wa kweli kwenye maisha, si watu wanaopenda kubadilika maishani mwao, na mara nyingi wanapoahidi jambo hulitekeleza jambo hilo kwa 100%. Na miongoni mwa siri ambazo watu wengi hawazijui ni kuwa hata kiongozi wa Urusi Putin ana alama ya herufi X katika viganja vyake vya mikono. Unaweza ukaona ni miongoni mwa viongozi wenye misimamo mikali katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe. Na kutokana na misimamo ya binadamu wa kundi hili, binadamu wengi wa kundi hili hujikuta vitu vingi ambavyo wanavipanga kwenye maisha yao wanavitimiza, na ni namna mojawapo ambayo inawafanya binadamu wa kundi hili wafanikiwe kuliko binadamu wengine, kwani msimamo ni kanuni mojawapo ya mafanikio ambayo mwanadamu akiwa nayo anaweza kufanikiwa kuliko makundi mengine ya wanadamu. Namba 9 ni binadamu waliozaliwa ndani yao wakiwa na nguvu ya mabadiliko. Katika dunia yetu, wapo baadhi ya wanadamu ambao hawana uwezo wa kuleta mabadiliko katika maisha yao na maisha ya watu wengine. Lakini wapo baadhi ya wanadamu ambao wanaweza kuleta mabadiliko katika maisha yao na maisha ya watu wengine. Hawa ni watu ambao wanaitwa transformers. Mara nyingi kila sehemu ambayo binadamu hawa wanakuwa wanaweza kuleta mabadiliko ya hali na kubadilisha mitazamo ya watu wengine. Mara nyingi binadamu wa kundi hili wanaweza kuziamsha hali ambazo zimelala ndani ya wanadamu. Kuna watu waliokata tamaa, kuna watu ambao wanaamini hawawezi kufanikiwa, lakini pindi makundi ya watu hao wanapokutana na binadamu ambao katika viganja vya mikono yao wana alama X, basi kupitia binadamu hao hali zao ambazo zilikuwa zimelala ndani yao huamka, na hujikuta binadamu hao wakiwa na mitazamo mipya kuwa wanaweza kufanikiwa kama binadamu wengine. Mara nyingi binadamu wa kundi hili wanaweza kugeuza hali mbaya kuwa mafanikio makubwa katika maisha ya binadamu wengine pamoja na maisha yao. Namba 10 ni binadamu wenye moyo wa huruma kuliko makundi mengine ya wanadamu. Haimaanishi kwa kuwa nimesema binadamu wa kundi hili wana huruma kuliko makundi mengine ya binadamu, basi nimemaanisha binadamu wasiokuwa na alama hii hawana huruma kwa maisha ya watu wengine. Kama umefikiria hivyo, utakuwa umekosea sana. Kila mwanadamu anaweza kuwa na huruma kwa wanadamu wengine, lakini kwa mujibu wa tafiti mbalimbali ni kuwa asilimia kubwa ya binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama ya herufi X kwenye viganja vya mikono yao, hawa ni binadamu ambao wana huruma ya hali ya juu kuliko makundi mengine. Na ndio maana binadamu wa kundi hili hawapo tayari kuona watu wengine wakionewa alafu wakavumilia. Ni binadamu ambao wanapenda kujitoa kwa ajili ya watu wanyonge. Ni watu wenye upendo, lakini pia wana hekima ya kutambua ni nani mkweli. Mara nyingi binadamu wa kundi hili pia si rahisi kuwadanganya kwa sababu hekima yao ni ya kiwango cha hali ya juu. Utakapojaribu kuomba msaada hali ya kuwa unawadanganya, wanaweza kubaini kuwa unawadanganya. Namba 11 ni binadamu ambao hupitia majaribu makubwa katika maisha yao. Miongoni mwa sababu ambazo huwafanya binadamu wa kundi hili wawe na hekima kuliko binadamu wengine ni kwa sababu wana uzoefu wa majaribu na changamoto kuliko wanadamu wengine. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini,
Si mara zote matatizo huja kwa ajili ya kuharibu maisha ya mwanadamu, bali kuna nyakati ambazo majaribu na changamoto huja kwa ajili ya kukufanya uwe bora kuliko wanadamu wengine. Hivyo, ubora ambao asilimia kubwa ya binadamu wenye alama ya herufi X kwenye viganja vya mikono yao wanao unatokana na uwezo wao wa kukabiliana na changamoto mbalimbali ambazo huja katika maisha yao, na kila jaribu huwafanya wawe imara kuliko binadamu wengine. Hata wewe ni vema ukajifunza, wakati mwingine Mwenyezi Mungu huruhusu changamoto na majaribu yaje katika maisha yako ili yaje kukufanya uwe bora kuliko binadamu wengine. Namba 12 ni binadamu wenye uwezo wa kuvuta watu wenye nguvu sawa na wao. Moja kati ya siri ambazo unatakiwa kuzijua kuanzia leo, kila mwanadamu amezaliwa ndani yake akiwa na nguvu ambayo Mwenyezi Mungu amemwekea. Wapo binadamu wenye nguvu kubwa na wapo binadamu wenye nguvu ndogo. Uwezo wa kuwavuta binadamu wenye nguvu hutofautiana kwa mwanadamu mmoja na mwanadamu mwingine. Ndiyo maana asilimia kubwa ya wanadamu hujikuta wakiambatana na binadamu ambao wametofautiana nao nguvu kwa asilimia kubwa. Lakini tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha asilimia kubwa ya binadamu waliozaliwa wakiwa na alama ya herufi X katika viganja vya mikono yao, hawa ni watu ambao wana uwezo wa kuwavuta marafiki au washirika wenye roho na nguvu kama zao. Ina maana wanakuwa ni watu ambao hawapishani nguvu nao, uwezo wao unakuwa unalingana. Namba 13 ni binadamu wanaopenda ukweli katika maisha yao. Moja kati ya sababu ambazo hupelekea asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili waaminike katika mazingira mbalimbali ambayo wanakuwa ni kwa sababu ya sifa yao ya kupenda ukweli. Si tu kwamba wao hawapendi kudanganywa, bali pia hawapendi kudanganya. Ni wanadamu wanaohusudu uaminifu wa hali ya juu katika maisha yao. Si wepesi wa kuahidi jambo alafu wasitimize jambo hilo. Ni watu ambao wapo tayari kuzungumza ukweli hata kama ni ukweli ambao unaumiza. Mara nyingi unapokuwa na ukaribu na binadamu wa kundi hili, ujue kabisa ni wanadamu ambao watapenda kuzungumza ukweli. Kama ni nyeupe, watasema nyeupe, na kama ni nyeusi, watasema nyeusi. Lakini pia ni binadamu ambao wanachukia unafiki katika maisha yao. Wanapenda kuambatana na marafiki wa kweli. Endapo watabaini unawanafikia, hata kama mlikuwa na ukaribu wa hali ya juu, watauvunja ukaribu huo na watatafuta watu wengine wa kuambatana nao. Hawawezi kuvumilia kabisa udanganyifu na unafiki katika maisha yao. Namba 14, wana akili nyepesi ya kujifunza vitu kwa haraka kuliko binadamu wengine. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini katika ulimwengu wa saikolojia, wapo binadamu wa aina mbili katika kujifunza. Wapo binadamu ambao ubongo wao ni mwepesi kujifunza vitu vipya, lakini wapo binadamu ambao hujifunza taratibu. Yote haya ni makundi ya binadamu katika kujifunza. Siri ambayo unatakiwa kuijua na kuiweka akilini, asilimia kubwa ya binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama ya herufi X ni binadamu ambao wanaweza kujifunza vitu kwa haraka kuliko binadamu wengine, na ndio maana wanapoamua kujua kitu ndani ya muda mfupi sana, huwa wanakuwa wamejua kuhusiana na kitu hicho. Lakini hata inapotokea mnafundishwa kuhusiana na vitu vipya katika maisha yenu, ukiwa na mwanadamu mwenye alama ya herufi X katika kiganja cha mkono wake, atajifunza kwa haraka, atakuwa na uelewa wa haraka kuliko binadamu wengine. Namba 15 ni binadamu wenye uwezo mkubwa wa kukumbuka vitu kuliko binadamu wengine. Katika ulimwengu wa saikolojia, hawa ni watu ambao tunawaita sharp memory. Mara nyingi ni wanadamu ambao wanaweza kukumbuka mambo ya zamani kuliko binadamu wengine, na ndiyo maana hata matukio ambayo waliwahi kuyafanya katika kipindi cha utoto wao wanaweza kuyakumbuka. Huweza kukumbuka mambo yao ya zamani kwa undani na usahihi wa ajabu kuliko makundi mengine ya wanadamu. Namba 16, wana nguvu ya mafanikio ya ghafla kuliko binadamu wengine. Katika hali ya kawaida, mafanikio ni hatua, lakini hatua za mwanadamu mmoja na mwanadamu mwingine hutofautiana. Wapo baadhi ya wanadamu ambao hatua za mafanikio yao huenda taratibu, na wapo baadhi ya wanadamu ambao hatua za mafanikio yao huenda haraka.
Tafiti zimekuwa zikionyesha asilimia kubwa ya binadamu waliozaliwa wakiwa na alama X kwenye viganja vya mikono yao wana mafanikio ya ghafla. Hawa ni wanadamu ambao wanaweza kuinuka ghafla kutoka katika hali ya chini hadi mafanikio makubwa na kuwaacha watu wengine midomo wazi. Namba 17 ni binadamu wenye ulinzi mkubwa wa kiroho kuliko binadamu wengine. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Binadamu hutofautiana katika uwezo wa kiroho. Wapo binadamu wenye nguvu kubwa ya kiroho na wapo binadamu wenye nguvu ndogo ya kiroho. Tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha ni ngumu sana kwa maadui wa kiroho kuwashinda binadamu wa kundi hili, kwa sababu kwa asili Mwenyezi Mungu ameiweka nguvu kubwa ya kiroho kuliko binadamu wengine, na ndiyo maana nguvu ya kiroho waliozaliwa nayo huwalinda dhidi ya maadui au mikosi katika maisha yao. Namba 18 ni binadamu wenye nguvu kubwa ya ushawishi kuliko binadamu wengine. Asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili wana maneno yenye nguvu, wanaweza kuhamasisha na kuwabadilisha watu wengi, na ndiyo maana wanaweza wakawa ni watu hatari kama watawahamasisha watu kufanya jambo baya, lakini wanaweza wakawa ni binadamu wazuri ikiwa watawahamasisha watu kufanya mambo mazuri, kwani ni binadamu wenye bahati ya kusikiwa na kutiliwa maanani na watu wengine pindi wanaposimama na kuzungumza. Namba 19 ni binadamu ambao wamezaliwa ndani yao wakiwa na nguvu ya uponyaji. Miongoni mwa siri ambazo unatakiwa kuzijua kuanzia leo ni kwamba katika dunia yetu wapo binadamu ambao wamezaliwa kwa asili wakiwa na nguvu ya uponyaji. Basi tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha asilimia kubwa ya binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama ya herufi X kwenye viganja vya mikono yao ni binadamu ambao ndani yao wana nguvu ya uponyaji, na mara nyingi hata wanapozungumza maneno yao huwa yanaweza kuponya mioyo ya watu wengine, hivyo wanaweza kuponya roho ama hisia za watu ambao wamevunjika mioyo. Namba 20 ni binadamu ambao wamekusudiwa kuacha alama katika dunia. Tafiti kutoka kona mbalimbali za dunia zimekuwa zikithibitisha kuwa asilimia kubwa ya binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama ya herufi X kwenye viganja vyao vya mikono ni binadamu ambao wamekuja duniani kwa ajili ya kuacha alama ambazo binadamu wengine hawawezi kuziacha. Watu hawa inaaminika walikuja duniani kwa ajili ya kuja kutekeleza makusudi maalum na kufanya mambo makubwa ambayo yatagusa maisha ya binadamu wengine. Mimi kwa leo naomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na nimalize kwa kusema nawapenda sana sana zaidi ya sana. Asante, bye. Nikutakie wakati mwema.